Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sifa zote njema anazistahiki yeye Allah, muumba wa ulimwengu na vyote vilivyomo. Sala na salamu zimfikie kipenzi hashimu pamoja na ahli zake walio karimu. Ndugu mtazamaji, na kukaribisha tena leo hii katika ukumbi huu, sehemu hii tukiwa tayari na tukifurahi kujumuika nawe ili kuweza kuangazia sehemu muhimu katika historia leo hii iliyotokea, ambayo ni kuainishwa kwa kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hivi karibuni kumekuwa na matukio na uvamizi kutoka nchi ya Marekani ikishirikiana na Israel katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na katika uvamizi huo, moja katika matukio makubwa yaliyotokea kihistoria ni kuuawa kwa aliyekuwa kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu wa Iran, Sayyid Ali Khamenei, ambaye alifariki katika mashambulizi hayo. Na moja kwa moja baada yake, siku so nyingi, wachambuzi na wataalamu wa masala ya kisiasa waliweza kukaa chini na kumchagua kiongozi mpya, ambaye ilitokea kwamba ni mtoto wake Sayyid Ali Khamenei, ambaye si mwingine ila ni Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei. Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei alichaguliwa kama kiongozi wa Iran sio siku nyingi zimepita, na baada ya hapo hakuchukua muda mrefu akatoa hotuba yake ya kwanza, na akaweza kuzungumza katika hotuba yake ya kwanza, japo hotuba hiyo haikuwa moja kwa moja wala haikuwa kupitia kwenye video au sauti, bali ilikuwa ni hotuba iliyoandikwa, iliyokuwa katika sura ya maandishi. Hotuba hii leo hii tumependa kuangazia mawili matatu kuihusu, na studioni tupo naye mchambuzi wa masala ya kisiasa na mchambuzi wa matukio tofauti ulimwenguni, ambaye si mwingine ila ni Suleiman Ali. Sheikh Suleiman Ali, salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni sana ukumbini hapa Sheikh Suleiman. Asante sana Ustadh Hussein kwa kutupa fursa hii tena na kutualika. Naam. Kwa kweli ni sharafu kwetu. Naam, nasi tunafurahi kwamba mmeweza kuchukua nafasi na muda kuweza kujiunga nasi. Naam. Moja kwa moja nikitaka kwenda kwenye masala, ningependa tuizungumzie hii hotuba ambayo wengi kwanza wamekuwa wakisubiri, kwa sababu haijapita muda mrefu baada ya kifo cha baba yake Sayyid Mujtaba Khamenei. Naam. Ikawa kwamba yeye watu walikuwa wanasubiri kusikia atasema nini. Naam. Kwa sababu matukio yale kama tunavyoona yalikuwa mazito kwake. Aliyefariki, kiongozi aliyefariki samahani. Kiongozi aliyeuawa. Kiongozi aliyeuawa katika mashambulizi yale ya Marekani alikuwa ni baba yake. Naam. Na ndani yake pia kulikuwa na wawili watatu ambao pia ni katika familia yake, akiwemo mkewe, mpwa wake, shemeji yake na kadhalika. Nafikiri ilikuwa ni tukio zito sana kwake. Sijui kwanza unaweza ukatupatia japo mwangaza na taswira ya hili tukio lenyewe. Na kama ulivyoashiria ni kwamba ulimwengu mzima ulikuwa unasubiria hotuba ya kwanza ya kiongozi mpya Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei. Wapate kusikia ni vipi, yani Irani inaelekea wapi. Kwa sababu hotuba yake ya kwanza ilikuwa itaainisha vitu vingi sana. Kwanza kama unavyoona ni njia gani ambayo Iran itaenda baada ya kuuawa kishahidi aliyekuwa kiongozi wa Iran Sayyid Shahid Ali Khamenei. Baada ya kuuawa yeye, basi dunia ilikuwa inataka kuangalia, je, baada ya kutoka kiongozi muadhamu kama huyu ambaye amehudumu kwa miaka mingi, ameongoza Iran kwa kwenda katika mwelekeo fulani. Je, kwa kuondoka kiongozi huyu Iran itabadilisha mienendo yake kama ambavyo Wamarekani wakitaka? Kwa sababu wao walipoingia vitani, Trump anasema lengo letu kubwa ni kubadilisha nini?
serikali ya Iran, kubadilisha mienendo ya Iran. Waona hiyo ndo target yao. Ima wao wakiangalia walikuwa wakipiga hesabu kwamba sisi tutabadilisha serikali ya Iran kwa gharama ndogo kama walivyobadilisha serikali ya nini ya Venezuela. Mfano kwa kumkamata Maduro na kumtia ndani, sasa hivi Venezuela imebadilisha baadhi ya mienendo yake. Sasa hivi inawakubali wa Marekani. Mfano juzi wamekwenda Marekani wameshaanza kupanga kufungua ubalozi Venezuela, na Venezuela watafungua ubalozi Marekani. Yani uhusiano wao umeanza kuwa mzuri. Mafuta Venezuela imekubali itawapa wa Marekani na vitu kama hivyo. Yani kwa kubadilisha huyu kiongozi wa juu, nchi nzima imefanya nini? Imebadilika. So watu wakisubiria kusikia hotuba ya kwanza ya Ayatullah Said Mujtaba Khamenei, kuona kwamba je, tumefanikiwa kama tulivyofanikiwa Venezuela. Hiyo ni kwa upande wa maadui kama Trump. Ndio maana akisisitiza kwamba mimi nataka pia nishiriki katika kikao cha kufanya nini, cha kumchagua kiongozi alofanya nini, atakayefuatia baada ya nani ya kuuawa Said Ali Khamenei. Na watu wakitoa katika mzaha wanasema kwamba wale ambao wanaketi katika jopo la kumteua kiongozi mkuu wa Irani ni watu waliosoma elimu za Kiislamu na sheria yake kwa takriban zaidi ya miaka 30. Sasa ili yeye Trump apewe ruhusa ya kushiriki katika jalasa hiyo, kwanza inabidi aje asome miaka 30 na akishamaliza achaguliwe na eneo fulani. Yani manake wale pia wanachaguliwa, wanapigiwa kura kuchaguliwa. Mfano eneo la Tehran linachagua kwamba sisi tumemridhia kwamba huyu aende atuwakilishe katika kuchagua kiongozi. Yani ni process, yani ingemchukua yeye zaidi ya miaka 30 ama 35 mpaka kufikia kuketi katika jopo lile. Basi akitaka kufanya nini? Kushawishi ya kwamba sisi tunamtaka mtu ambaye atasikia sera zetu, ataendana na sisi. Kwa hivyo hotuba hii ya kwanza ilikuwa ni muhimu katika swala hili la kwanza, yani kubainisha, je, mwelekeo wa Iran unabakia thabiti kama ulivyokuwa kipindi cha Ayatullah Shahid Ali Khamenei, au inafanya nini? Inabadilika upande wa Mujtaba, pengine anachukua msimamo mwingine kusema jamaa, sisi tumekubali, tumenyanyua mikono kama ulivyokuwa ukitaka rais wa Marekani ya kwamba sisi tusalimu amri, basi tumesalimu amri. Wachukua unachokitaka Irani, kama ni mafuta yetu chukua, kama ni nini chukua, sisi tuache. Lakini kabla ya kuingia kwenye vipengele vya hotuba yake na kutaka kujua kabla ya kuingia kwenye vipengele vya hotuba yake, kujua ni yapi aliyoyasema na aliyasema vipi na alikuwa na makusudio gani. Nafikiri kwanza nitake kuuliza Sheikh Suleiman, hapa watu walikuwa, matarajio ya watu walikuwa vipi? Wali expect kweli kwamba atakuwa ni baada ya Ayatullah Khamenei, mzee mwenyewe Said Ali Khamenei, atakuja kijana wake Said Mujtaba? Yani iliendana na matarajio ya watu au watu walikuwa labda na matarajio mengine? Kulikuwa na vuguvugu gani mpaka kufika kuona kijana wake ndo amechukua? Au isipate labda ni katika ile swali langu, isipate watu walishikwa na ile wanasema surprise, kwamba walikuwa wanatarajia labda inaweza ikawa hivi, kisha wakaona mwisho siku amekuwa kijana wake bwana ndo amechukua. Hawakuwa on surprise ama walikuwa wanatarajia? Kuenda kwa matarajio kwamba kamili, watu walikuwa wakitarajia kwamba, yani tukikusudia katika uhai wa Said, kwamba watu walikuwa wakitarajia kwamba baada ya Said itakuwa ni Said Mujtaba Khamenei kuchukua uongozi. Na kuna ilikuwa na kwamba imeshazungumzwa kwamba yeye anaweza akachukua au vipi, lakini haikuwa kwamba ni 100% kwamba anaweza kuchukua, kwa kuwa uongozi wa Iran si uongozi wa mfumo wa urithi. Na ingekuwa ni mfumo wa urithi, basi kusingehitajika hata kikao sijui siku ngapi, wale jopo waketi ili waainishe na nini. Na hapo kwenye jopo kuwe na rai mbili, ya kwamba wengine wapendekeze yawe mtu fulani na wengine wapendekeze yawe mtu fulani, kisha wajadili siku kadhaa mpaka wafikie natija. Ingekuwa ni urithi, ingekuwa ni system ya urithi kuanzia mwanzo, watu wangekuwa washatarajia kwamba atakayekuja ni nani, na asingekuwa tani Mujtaba, angekuwa ni kaka yake mkubwa. Maana yake si ndo urithi, yani yule kaka mkubwa ndo angechukua. Maana yake Mujtaba ni mtoto
wa pili, si mtoto wa kwanza, kipindi ambacho mtoto wa kwanza bado yuko hai. Ona. Kwa hivyo yeye alikuwa ameshaangaziwa na watu na ukiangalia pia hata maadui wa Irani wengi walikuwa wameshaandika yani lengo lao ilikuwa ni kuzua fitna ya kwamba Wairani waone ya kwamba huyu anayekuja Khamenei amefanya system ya wilayatul faqih imekuwa ni system ya urithi ya ufalme. Sasa ndo wakawa wanampiga sana. Sasa na Waswahili wanasema mti wenye matunda ndo ufanya ndo unaovamiwa sana, unapura mawe kila siku, sio? Kwa hivyo Wairani wenyewe waliona huyu jamaa kwa nini anapigwa sana, na ikiwa anapigwa sana na maadui, basi huyu ndio anayetufaa. Unaona, pamoja na kwamba baada ya hapo, baada ya kuuawa kishahidi Sayyid Ali Khamenei, watu wengi wakawa wameelekea kwa nani? Kwa mujtaba, mapenzi, wengi wakitaka kusema hapana, lazima tuende na mujtaba Khamenei. Kwa hivyo ile jopo wanasema waliangalia mahbubia, mapenzi ya watu waliodhihirisha kwa mujtaba ilikuwa ni hali ya juu, na pili usomi wake alokuwa nao, kwa maana yake alifikia pia daraja za juu za usomi. Kwa hivyo kwamba yeye pia si tu kwamba ameingia kama mtoto, sio kigezo pekee, si kigezo labda kwa sababu ni mtoto wa mzee basi amechukua nafasi nzuri. Yani inaonekana pia kwa vigezo vya kisomi na nani, kama unavyotaka kueleza, ni kana kwamba alifiti hiyo sehemu. Na hicho ndo kigezo cha kwanza. Yani katika vigezo vyote vya kuchagua kiongozi wa Iran hakuna kigezo cha kwamba ni mtoto wa fulani. Yani lazima awe amekidhi masharti ya kwamba ni msomi katika nini, daraja za juu kabisa katika sheria za Kiislamu, ambao wanaita ni mujtahid. Yani amefikia daraja ambayo yeye mwenyewe anaweza akatoa fatawa na akaelewa mfumo mzima wa Kiislamu. Naam. Baada ya hapo awe na vigezo vingine ya kwamba ni mwadilifu, ni mtu ambaye anaonekana si mtu mwenye kufuata nini, kukimbilia dunia, mfano mali ya dunia. Ukionekana wewe ni mtu ambaye unapenda dunia sana, yani unapenda kukimbilia pesa, kila kuna scandals za corruption hapa na kule, hauwezi kuwa kiongozi wa Iran. Na hii ndo miongoni mwa nukta muhimu ambayo yeye Said Shahid al-Qaid Ali Khamenei kabla ya kuuawa kwake alisisitiza sana. Alisema angalieni mtakapokuja kuchagua kiongozi atakayekuja baada yangu, yeye na uhusiano wake na mali za watu uko vipi? Na ukiangalia Said Mujtaba Khamenei ambaye ndio kiongozi wa sasa, Allah mhifadhi, yeye pamoja na kwamba utasema baba yake ndiye alikuwa kiongozi kwa miaka hii yote, bado aliishi maisha ya kawaida kabisa, yani maisha ya mtu wa chini. Hakuwa ni mtu mwenye kumiliki maisha. Unajua, ukikutana na mtoto wa rais na anavyoishi, wewe mwenyewe utakubali, utasema ukweli ni mtoto wa rais. Lakini ukikutana na kiongozi wa Irani, pamoja na kwamba baba yake ndiye alikuwa kiongozi wa Irani, alimfuata baba yake kila alichokuwa kifanya, kwa kuwa baba yake alikuwa pia ni mtu anayependa kuishi maisha ya chini, yani maisha ya mtu wa kawaida kabisa. Na hii tunaposema si kwamba tuna exaggerate, la, ndo maisha yake kabisa. Yani ikiwa mtu wa kawaida anakula mkate, na yeye pia anakula mkate hivyo hivyo. Yani kwake nyumba, hauwezi kuamini kwamba yeye ameishi kwa kukodisha miaka yake yote, kwa kuwa anasema yeye hajapata senti za kumiliki mpaka kununua nyumba. Ikiwa wewe ni mtoto wa kiongozi na hujapata senti za kununua nyumba, unaishi kwa kukodisha, basi maisha yako ni ya kawaida kabisa. Na hii pia ni miongoni mwa kigezo muhimu ambacho kiliangaliwa, ya kwamba huyu uhusiano wake na mali za watu ziko vipi, na huyu elimu yake, uhusiano wake wa mali, uchaji Mungu wake na vitu kama hivyo ambavyo viliangaliwa. Tukiingia kwenye hotuba ya Sayyid Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei, tunapata kwanza, tumeipata kwamba imeandikwa. Yani watu labda walitarajia hotuba ya mtu ambaye atakuja mbele ya television azungumze direct na watu. Sijui kulikuwa na dharura gani mpaka kufikia hali hii ya kwamba hotuba yake sasa imeandikwa, si kwamba ameitamka yeye mwenyewe. Kunaweza kana labda kuna dharura yoyote. Tetesi wanazozisema wengine ambazo tunazipata ni ile labda pengine alikuwa ni majeruhi, alihusika kwenye
uvamizi ule uliofanyika wakati wa baba yake. Lakini baadhi wanasema labda pia Aslan, wengine walikuwa wanatarajia kwamba Kullan hata pia amefanya nini, amekuwa miongoni mwa wale waliouawa kishahidi kwenye tukio lile, kwa sababu si alikuwepo ndani. Naam, lakini inavyoonekana maadamu uchaguzi umefanyika ikawa imetokea kwamba la basi itakuwa hakuwepo. Lakini pamoja na hiyo bado watu toka wakati huo mpaka sasa hivi hawajafanya nini, hawajapata kumuona moja kwa moja kwenye runinga. Ilikuwaje hotuba yake ikawa ni ya maandishi na sio yeye mwenyewe kuifikisha? Inawezekana kuna sababu gani? Mwanzo sasa hapo sisi itabidi ni kukisia tu, manake hatuwezi kujua kwa nini alichagua ya kwamba khiari hii iwe ni hotuba yake ya kwanza ni kwa maandishi wala si kwa video. Na vyombo vingi vya habari vikiwemo vyombo vya magharibi vimezungumzia kwamba alijeruhiwa. Trump juzi katika nini yake akizungumzia anatumia neno damaged, ya kwamba wamemjeruhi vibaya sana na vitu kama hivyo. Lakini ni kwamba wao wenyewe mpaka sasa hivi yeye mwenyewe pia anakiri, anasema hatujui yani kama tumemdhuru kiasi gani na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni kukisia pia wao wanasema. Ama katika hotuba yake ukiangalia kuna nukta anayoitaja ambayo tunaweza sema hata kama ni majeruhi amepata katika vita hivi, basi haiwezi kuwa ni majeraha ya kiasi kikubwa mno. Kwa nini? Kwa sababu yeye anasema baada ya hapo yeye alipata nafasi ya kwenda kuangalia mwili wa nani, wa baba yake, kiwiliwili chake baada ya nini, ya kufariki. Kwa hivyo mtu ambaye anaweza enda na akaangalia, inamaanisha anafanya nini, ana movements, yani anatoka huku akienda kule. Kwa hivyo hata kama ni kujeruhiwa si kwa kiasi hicho ambacho kinatajwa na media za magharibi. Na uwezekano wa kujeruhiwa upo kwa sababu wapo vitani. Labda tu masharti kwa sasa ni vyema zaidi la wangeiandika kuliko kuonekana, kwa sababu nafikiri mpaka kuchaguliwa kwake, yani kuanzia baba yake anatoweka mpaka anachaguliwa bado takriban hali ilikuwa ni hali ya kivita nchini. Sijui labda tuseme kulingana na masharti yale inaweza ikawa imechangia. Lakini kuna tukiingia moja kwa moja kwenye hotuba yake tunapata kwamba Said baada ya kutoa salamu za rambirambi kutanguliza kwanza kutoa rambirambi kwa kifo cha baba yake na familia yake pia. Kuna maneno muhimu ambayo aliyasema ambayo pia tungependa kusikia kutoka kwenu, kutoka kwako. Vipi makusudio ya mazungumzo haya yalikuwa ni nini, au maandishi haya? Anasema kwamba yeye alijua kuhusiana na swala la matokeo ya kuchaguliwa kuwa kiongozi. Yani alisema mimi nilijua kuhusiana na swala la kuchaguliwa kuwa kiongozi kupitia televisheni ya taifa kama walivyokuwa wananchi wengine. Yani yeye pia yale matangazo ya kuchaguliwa pia yalimpata. Si kwamba eti labda alikuwepo kwenye kikao ama nini. Yeye pia alifanya kumfikia, akaambiwa bana, baada ya kadha wa kadha wewe ndio anafanya kuona kwenye television na tangazo kwamba fulani ndio. Yani sijui unaweza labda ukatoa kama highlight hapa. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba nafikiri labda utuelezee. Hii inaweza kutafsiriwa kwa njia mbili, ya kwamba mwanzoni pengine baada wale kuketi wakateua, wakamfikishia mawasiliano, na kama ada manake kulitoka habari kuanzia mwanzoni kwamba yeye mwenyewe alikuwa amekataa kuchukua majukumu haya. Na ndo kawaida hata baba yake Said Shahid Ali Khamenei alipoteuliwa, mara ya kwanza alikataa, mara ya pili alikataa, ya tatu basi tuseme walimlazimisha kwa nguvu, yani walimlazimisha, lakini haikuwa ati yeye mwenyewe ameitaka. Naam. Yani ingekuwa ni hiari yake angesema achagueni mtu mwingine. Na kwa Said Mujtaba Khamenei ambaye ndo kiongozi wa sasa aliyeteuliwa, Allah azidi kumhifadhi, yeye pia inawezekana ya kwamba alikuwa amekataa mara ya kwanza na nini, kama taarifa zilivyokuwa zimetoka. Alafu ikaja ikatangazwa kwamba tumekuchagua wewe. Unajua kuna mbinu nyingi za kumlazimisha mtu kuchukua kitu. Inawezekana miongoni mwa mbinu ambazo zilitumiwa na lile jopo la kumlazimisha yeye kuchukua ile kitu ni kumtangaza moja kwa moja kwamba sisi tumekuteua wewe. Na ikiwa sisi tumeshakuteua wewe na wewe ukaona kwenye habari na watu washajua na wamefurahi na wamekubali, sasa inakuwa ni vigumu wewe mwenyewe kurudisha.
Huwezi kusema sasa ilipofika hapa hivi siwezi, utawavunja moyo watu wote. Tena unaiona kwenye screen kabisa, television imetangazwa. Katika udadavuzi mdogo tunaweza sema ni mbinu ambayo pengine jopo lilitumia katika lazimika kutafuta kila aina ya mbinu kuweza kumlazimisha achukue majukumu haya, na miongoni mwa mbinu ambazo zinaweza kuwa zilitumika ni mbinu hiyo ya kwamba wewe baada ya kwamba si kwamba halikuwa hajaambiwa, inaweza kwamba alikuwa ameambiwa na pengine lakini kumba natija sasa wewe tumeshakuchagua wewe na nini, tunawaambia watu ya kwamba sisi ya kwamba sisi tumekuchagua wewe. Inaweza kuwa ni mbinu ya kumlazimisha sasa kuchukua majukumu, na hapo anakuwa yeye hana budi ila kufanya nini, kuchukua majukumu hayo, na hapo ndipo unapoweza kueleza ni kwa nini ujumbe wake pengine ulichukua muda mpaka akaweza kuandaa na kila kitu, kwa sababu pengine alifikiria pengine akirudisha yale majukumu watu wengine watapewa, lakini ikawa imemrudia yeye, kwa hivyo ikabidi achukue majukumu hayo. Umetaja nukta ya majukumu na imekuja kuingiana na moja katika nukta zake za kwanza kwenye nyaraka ile aliyoandika na barua alikuwa ameandika. Katika nyaraka zile Said alitanguliza kwamba anasema kuchukua nafasi ya baba yake ya mzee Ayatullah na kuchukua nafasi kwanza ya baba yake na nafasi aliyokuwa nayo Ayatullah Khomeini, sababu ilianza kwa Imam Khomeini Ruhullah Khomeini, afikaja kwa Said Ali Khamenei, na sasa ni anasema hii nafasi hii ya hawa watu wawili Ruhullah Khomeini na Said Ali Khamenei ameitaja kwenye maandishi ya barua yake kwamba ni jukumu gumu sana, kama ulivyosema, yani kuchukua jukumu sana, anasema ni jukumu gumu sana, akisisitiza kuwa urithi huu wa miaka takriban 60 kiunganisha span ya uongozi ya hawa watu wawili ni 60 years wamekuwa pale na waliofanya si madogo. Sasa anasema urithi huu wa miaka 60 wa baba yake ni sawa kwake, anauona kama yani mlima fulani vile, na anashindwa huu mimi nawezaje nikalichukua jukumu hili nikajitwika, ni zito sana kwake. Sijui unahisi kuna ukweli gani katika maandishi yake haya? Kuna ukweli mkubwa sana, yani ukisoma maisha ya viongozi hawa wawili ambao walitangulia, Imam Khomeini na Said Shahid Ali Khamenei, yani ni maisha ambayo kwa mtu wa kawaida yani ni maisha magumu sana, sio kiti rahisi cha kuweza kukiziba au pengo rahisi. Yani kabisa, yani kama tulivyowahi kuashiria pia ni kwamba watu katika miaka yote, mfano katika miaka alikuwa akiongoza Imam Khomeini rahmatullahi alayhi, watu walikuwa wakiishi katika zama zile hawakuwahi kuwa na picha ya kwamba kuna siku tutakuwa bila Imam Khomeini. Yani wao wenyewe wakijiuliza akilini mwao, je, kuna mtu anaweza kukaa alikokaa huyu? Unajua kwetu ni rahisi, yani rais akitoka rais mwingine atakuja, yani unaweza kutasawar, yani unaweza kupata na picha, yani rais yote ambaye alichaguliwa anaweza kutoka, bali hata wananchi wenyewe huwa wanataka watoke ili wachague rais mwingine, sio? Lakini pale kwa kuwa ni majukumu na si utawala, huo ni tofauti. Yani mimi naweza nikachukua majukumu aliochukua huyu na kuishi maisha alioishi yeye, kwa sababu miongoni mwa sharti ya kuchukua jukumu lile ni kufanya kazi bila mapumziko. Na yeye Said Mujtaba Khamenei ameishi maisha akimuona jinsi gani baba yake ameishi, majukumu aliokuwa nayo baba yake alikuwa akifanya nini. Kwa hivyo wewe ikiwa umeishi katika mazingira haya ya kuona majukumu ambayo yeye anayatekeleza, wewe mwenyewe unamhurumia kweli. Na ikiwa umewetwisha wewe sasa kuchukua hayo majukumu, unajiuliza kweli mimi nitaweza alikuwa akiyafanya yeye? Unaona, pamoja na ukiangalia maisha yao, yani mimi nashauri sana watu wasome maisha ya viongozi hawa wawili. Na ukiangalia maisha yao walivyokuwa na challenge ya kuiongoza Iran ambayo imekuja chini ya sanctions na kila kitu kwa miaka 40, si kazi ndogo, na kuifikisha Iran mpaka ilipofika. Ikiwa unaifikisha Iran pasi na msaada wote wa nchi za nje, mmefungiwa kila kitu, lakini nchi bado inaendelea, wasomi wanazidi. Katika teknolojia Iran ilikuwa wapi, imefika wapi?
hata katika michezo Iran ilikuwa wapi, imefika wapi, yani kuileta ile fikra yenyewe, kwa sababu unazungumzia Iran ambayo kwamba ilikuwa haina misimamo ya kidini, haina fikra za kidini, pamoja na kwamba Waislamu walikuwepo. Yeye akaileta paka ikaingia kwenye ile kisanduku cha kwamba sasa hii ndo sheria itakayokuwa inatupeleka mbele. Na unajua ingekuwa ni utawala kwamba bila upinzani wowote kutoka nje, ingekuwa ni utawala rahisi, lakini ni utawala ambao wewe unapoketi hapo hivi nchi zinakuandama, unarithishwa majukumu ya aliyekuwa kabla yako, na upinzani uko pale pale, na nini sanctions iko pale pale, na kila kitu kiko pale pale. Sasa pamoja na si rahisi. Pamoja na tutasema kukiri kwake uzito wa majukumu haya, moja kwa moja Ayatollah Said Mujtaba Khamenei aliingia kwenye kwa sababu tayari ujumbe wake uko katikati ya meidani ya vita. Yani vita vinaendelea. Anakuja kusema katika ujumbe wake kwamba Iran kwa hivi sasa ipo katika mapambano ya wazi na ina deal au inapambana na pia iko pamoja na wale waliodhulumiwa, lakini pia inapambana na wale madhalimu ambao ni kwa hali yao wanaopitia sasa hivi ni Marekani na washirika wake. Nafikiri anajaribu kupose kwamba sasa hivi tayari mimi nimeingia, lakini tayari nipo katika mapambano na naiona nchi ambayo kwamba naichukua inakwenda kwenye mapambano. Lakini akaendeleza moja kwa moja akasema kwamba serikali ameitaka sasa serikali ambayo ilikuwa tayari ndio inaendelea kuchukua hatamu wakati huo na kuchukua hatua za kivita, ameitaka serikali kuendelea kutumia kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, ule ambao ni maarufu sasa hivi unaozungumziwa sana kwenye issue ya vita vya Iran na Marekani. Anasema waitumie kama chombo kikuu cha ushawishi na ameashiria uwezekano wa kufungua meidani mpya zisizo za kawaida ambazo adui ndani yake atakuwa na udhaifu. Hapa anakusudia nini anaposema kufungua meidani mpya? Labda yani katika hizo nukta ulizozitaja kuna nukta nyingi sana kabla kufika kwenye meidani. Kwanza ni kutoa majukumu kipindi ambacho anapambana, yani ametaja vizuri kabisa, amesema madhalimu na waliodhulumiwa. Yani sasa hivi tupo katika vita hivi vinaendelea siku nyingi, lakini ametaja kuna watu ambao ni madhalimu. Madhalimu hapa inajulikana wazi ya kwamba sisi tumeketi tuko kwetu, hatuna kazi na nyinyi. Sasa nyinyi mmekuja mmetuvamia. Sawa, hatakuwa kwenye nani, sisi tunaishi maisha hivyo, sisi ni wadhulumiwa. Na sio sisi tu, yani ametaja kuna pande mbili katika vita hivi. Kuna kundi ambalo wamelitaja kundi letu la walodhulumiwa, ambao utapata Irani ipo, wa Palestina wapo, watu wa Gaza, watu wa Yemen wapo, watu wa Lebanon wapo, Syria na watu wengine wote waliodhulumiwa ulimwenguni. Na tutakuja kueleza vipi wamedhulumiwa utakapoingia ulimwengu, utakapoingia katika bahthi ya Hormuz. Unaona, sasa na wale waliodhulumu ambao ni Marekani. Marekani hata katika vikao vya Congress, na hii imeripotiwa, hata ukirudi ukisoma vyombo vya Marekani vyote vimeripoti ya kwamba wengi waliotoka, kuna ule senator na kunaye Elizabeth Warren, wote walioshiriki katika vikao vya security vya Marekani kujadili ni kwa nini Trump alianza vita hivi. Maana Trump ameanzisha vita. Sasa kujadili, Trump anasema kulikuwa na immediate threat kutoka kwa Iran, ya kwamba tulikuwa tunakabiliwa na nini na threat kutoka Iran ya kwamba wangetushambulia sisi. Sasa katika vikao hivi wanasema tumeketi na Trump na waziri wa mambo ya vita wanavyojiita, tumeketi na serikali nzima ya Trump ili waweze kututhibitishia ya kwamba Iran ilikuwa kweli inataka kutushambulia sisi. Hatujapata ushahidi wowote. Hiyo ni kwa kauli yao, ya kwamba wao wanasema hakujapatikana mpaka leo ushahidi wowote
na hata ndo ilikuwa ni natija pia intelijensia ya Marekani. Yani kuongozwa pia na CIA walikuwa na natija hii ya kwamba hakuna ushahidi wote kwamba Iran ilikuwa na mpango wa kushambulia Marekani wala interest zozote za Marekani katika region. Na hii ukiangalia ni kweli kinyume na madai yao walipoona. Sayyida Ali Khamenei ash-Shahid katika hotuba zake nyingi anasema sisi sio waanzishaji vita. Yani sisi siku zote hatuanzishi vita. Na ukija katika historia ya Iran, na wengi wanakuja katika historia ya Marekani na Iran, wanasema angalia, je, Iran imevamia nchi gani mpaka ikaanzisha vita? Tupeni nchi moja ambayo Iran imeivamia ili kuanzisha vita. Ikiwa ipo itajeni. Sawa. Alafu njoni Marekani tuangalie imeshambulia nchi ngapi. Kuanzia vita vya dunia vya pili vilipoisha, kuna Vietnam imevamiwa. Sawa, kuna Afghanistan imevamiwa, kuna Iraq imevamiwa, kuna Syria, mpango wao wote wa kutoa serikali ya Assad. Ukiangalia Venezuela wameingia, wamemteka raisi, na si raisi wa kwanza aliyeshikwa. Ukiangalia Venezuela walikuja wakamshika, hata Hugo Chavez pia walikuja wakamshika. Raia wakatoka wakaandamana barabarani wakalazimika kumrudisha. Yani ukiangalia sera za Marekani siku zote imekuwa ni wao ni wachokozi. Wao ndio waanzilishi wa uchokozi na kila kitu. Na wao ndio wanaanzisha vita na vurugu na kila kitu. Kwa hivyo wanasema kweli siku zote anayedhulumu ndio huanzisha. Kwa sababu anajiona ana nguvu extra, hajui afanye nini, na ameshiba mikate anaanza vurugu, sio? Sasa anasema kuna jabha moja ambayo ni sisi tuliodhulumiwa wa Irani, na nachukua tena siku ambao sisi tumevamiwa kwetu. Hatujamkosea mtu, hatujavamia mtu, hatujafanya nini, sisi tumevamiwa. Sasa ndo time ambayo mimi nachukua majukumu. Lebanon, watu wengi wanaona Lebanon mfano kikundi cha Hezbollah pia wameingia katika mapambano hayo. Sawa. Na ukiangalia wao walikuwa wamefikia natija katika vile vita. Baada ya Israeli kuona kwamba vita vimechacha na kila kitu, walifikia natija kwamba sisi tusaini makubaliano kwamba tusimamishe vita kati ya sisi na nani, na Hezbollah. Lakini ukija kuangalia walikiuka, wakawa kila siku wanashambulia Lebanon, huku wakisema kwamba sisi tumefanya nini, tumesign ceasefire agreement. Wataalamu wanakuambia kutokea walipotia saini makubaliano ya kusitisha vita baina ya Israel na Lebanon, Israel imevamia mara 1000 na zaidi, yani imekiuka yale makubaliano waliyofanya. Kwa hivyo hili ni kundi la pili la watu waliodhulumiwa. Ndio maana ukiangalia Sheikh ambaye ndo kiongozi wa Hezbollah, tutaji jina lake isije wakatoa video kwenye YouTube, alipotishiwa na hotuba ya Netanyahu ya juzi. Manake alipozungumza katika hotuba yake ni ya juzi usiku, alisema kwamba watu wawili anawatishia, yeye pia atawafuatilia na kisha kwamba wanauawa. Naye ni kiongozi aliyeteuliwa Sayyid Mujtaba Khamenei na huyu ambaye ni kiongozi wa Hezbollah Sheikh Naim. Yeye katika kujibu alisema hivyo ni vitu ambavyo sisi hatutishiwi kwayo. Kwamba sisi hatutishiwi kwa nini? Kwa kifo. Na hatuwezi kaa yani tukaweka mikono chini tukawa kila siku tunapigwa. Yani sisi eti tumekubaliana tuweke mikono chini, nyinyi mwe mnapiga. Hakuna makubaliano ya hiyo ya namna hiyo. Kwa hivyo wanasema sisi pia tumechukua silaha ili kujitetea. Ndio maana sasa hivi wao wenyewe wameshangaa, kwa sababu wengi walikuwa wakiamini kwamba Israeli imefanikiwa kumaliza nguvu za Hezbollah. Kumbe ni walikuwa wakifanya inaitwa ni patience, strategic patience. Yani ni subra ya kistrategia ambao walikuwa wameifanya, na wengi wameshangaa kumbe jamaa wana nguvu kiasi hiki. Na ukiangalia Yemen wameidhulumu, na mihori yote kuja kuangalia ni watu waliodhulumiwa ambao wanapambana na wale madhalimu. Hilo ndilo ambalo analiashiria ya kwamba mimi nimechukua majukumu kipindi hichi ambacho tunavamiwa, na inaonesha ni jinsi gani majukumu haya ni makubwa kwa watu wengi wasingekubali. Leo ni mimi na wewe tusingekubali ya kwamba unachukua majukumu ambayo kitu cha kwanza ni mtu ambaye ni dhalimu mkubwa duniani anataka kukuua.
Yani ya kwamba wewe ukishachukua leo yana kutafuta yani si majukumu mepesi kama lakini kuashiria. Kama unavyoashiria kweli Sheikh Suleiman, majukumu haya ameyachukua, sio tu kwamba ni mazito peke yake, ni mazito kweli, lakini imeonyesha vipi kwamba yeye amejiandaa. Kwa sababu nikiangalia kwa mazungumzo yake alivyoendelea, alitaja kwa mfano nukta ambayo nimekutajia sasa hivi kuhusiana na swala la Hormuz. Na hisi yeye tu kuingia moja kwa moja kuhusiana na swala la Hormuz, kwa sababu tayari ameshaanza kutoa wanasema kama orders za kiongozi, kwamba mimi naonelea tukianza na hii hatua ndo hatua inaofaa sasa hizi. Si naonelea kwanza hatua inaofaa sasa hivi ni hivi. Akisema kwamba tutumieni huu mkono wa bahari huu. Huu mlango huu wa Hormuz lau itawezekana ni tuufunge kabisa na tuutumie kama chombo cha nini cha ushawishi kwa adui, ili aweze kufanya nini, aweze kurudi nyuma kama atarudi nyuma, au kama tutaweza kumshawishi kivyovyote vile aweze kutoka katika hiyo hali alionayo. Na nafikiri inaonyesha vipi yeye alikuwa amejiandaa. Lakini hapo mbele Sheikh Suleiman tunapata kwamba ametoa takriban salamu kama za tabrik au kuwasifu wapiganaji. Yani tayari moja kwa moja aliingia na kutoa sifa kwa wapiganaji wanaotoka katika upande ya nchi ya Yemen. Inamaanisha kwamba upande wa Yemen kunao ambao kwamba tayari pia upande ule wameingia kwenye nani ya vita baada ya matukio ya mashambulizi ya Iran. Na upande pia wa Lebanon ambao ni kundi la Hezb Allah ambalo pia kama limefanya matukio kadhaa ya kivita. Na vile vile pia makundi yaliyopo nchini Iraq. Hii inaashiria vipi kwamba je, tayari yeye ima alikuwepo kwenye mfumo huu wa vita ama la, ni mfumo ambao yeye ameuzoea tayari, ameshaishi hii system, ameshaizoea. Kwa hivyo akiingia tayari anajua la kufanywa ni lipi. Yani ni kana kwamba tayari anajua ninachofaa kukifanya baada ya hapa ni nini. Miongoni mwa advantages alizokuwa nayo Said Mujtaba ni kwamba pamoja na kwamba alikuwa hana cheo rasmi, alikuwa Said Ali Khamenei alikuwa amemchukua kama mmoja wapo wa washauri wake wakuu yani. Na alikuwa akimtegemea sana katika baadhi ya rai. Kwa mujibu wa yani kauli zinazo tolewa na baadhi ya maulama wakubwa ambao wamemdiriki Said Ali Shahid. Sasa ukiangalia yeye kwamba ana uwezo wa kudadavua ni nini kinachoendelea sasa hivi na ni nini tunachokihitajia sasa hivi ili tuweze kwenda mbele. Hii ni miongoni mwa vigezo ambavyo yule anayechaguliwa inabidi awe navyo. Ila hawezi kumchagua kiongozi ambaye hana maarifa yani nini kinachoendelea sasa hivi. Na unaweza kuwa ni msomi lakini haujui ni nini kinachoendelea sasa hivi. Kwa hotuba hii pia nukta ambayo ameashiria Said Mujtaba Khamenei, Allah azidi kumhifadhi, ni kwamba anayo elimu ya ni nini kinachoendelea sasa hivi. Anajua ni nini kinachoendelea sasa hivi, na anajua nchi yake iko wapi na nchi yake inafaa iende vipi. Unaona, baada ya kutoa salamu akaeleza hali ilivyo. Ametoa salamu ya kwamba jamaa poleni, na amewashukuru wananchi na kila kitu. Akasema hali ilivyo sasa hivi Iran ni kwamba sisi tunapambana dhidi ya madhalimu na sisi ni tulodhulumiwa, miongoni mwa walodhulumiwa. Hiyo ni baada. Anaingia sasa katika marhala ya pili ambayo ni kutoa sasa maagizo ya kwamba sisi katika stage hii tumefika sasa, ili kuendelea mbele katika mapambano haya dhidi ya hawa madhalimu. Sasa nawataka mfanye hivi. Hormuz mfano ulioitaja, mlango huu wa bahari ambao inapitisha zaidi ya mapipa milioni 10 mpaka 20 kwa siku ya mafuta. Mlango huu yakienda sehemu tofauti ulimwengu mzima, si Amerika, Europe, Ulaya, kila sehemu. Na ukija kuangalia kuna jamaa ameandika kwenye mtandao wa X na nimeona ni pointi nzuri sana. Anasema Iran kwa kweli ni nchi yenye akhlaki au yenye adabu, yenye mienendo mizuri. Si kama tunavyoambiwa
ya kwamba ni nchi ya ugaidi, ni nchi ambayo haiwatakii watu kheri na nini. Kwa sababu yeye anasema sipati picha imekuwaje Irani kwa miaka 40 imefungiwa kila kitu, kuuza, kununua, imewekewa sanctions za kila aina. Sawa, kuna time hata dawa za kansa hawaruhusiwi kuingiza. Unaambia watu waliokuwa na kansa katika stage fulani inabidi wafe. Unaona? Lakini pamoja na kwamba wanamiliki uwezo wa kufunga kivuko hichi cha Hormuz kwa miaka 40 hawajakitumia. Ni hatua ambao hawajaichukua. Walikuwa na uwezo nayo. Wana uwezo huo kwa miaka 40 ya kuwekewa sanctions na kila kitu. Waseme basi sisi kwa kuwa mnatutesa, kwa kuwa mnatudhulumu, na sisi pia haturuhusu ya kwamba mtumie njia hii. Kama walivyofunga sasa hivi. Na wakati huo amewekewa vikwazo nafikiri. Na mpaka sasa vikwazo vya kiuchumi. Sina data ya kwamba ni miaka mingapi, lakini ni miaka mingi. Ndio hiyo miaka 40. Ndio anasema angalia nchi kwa miaka 40 inawekewa vikwazo vya kiuchumi, kuuza, kununua, mpaka vya kimatibabu. Madawa, watu wanakosa madawa, watu wanafariki hospitalini miaka hiyo yote. Lakini nchi na lakini nchi ina uwezo wa kufunga hichi kivuko dunia mzima tukasimama, lakini hawajakitumia. Hii inaonyesha hawa watu ni wakarimu kiasi gani. Amesema hebu pata picha, yani hebu jaribu kufikiria lau mlango huu ungekuwa uko chini ya milki ya Marekani. Marekani ambayo Trump kila siku akiamka anasema kwa kuwa mtu fulani amesema hivi, tumeongeza tozo, tariffs, anasema ya kwamba sasa bidhaa zote zinazotoka nchini kwake itabidi alipe 100% ya tozo. Kwa kuwa mtu fulani tu alisema kitu fulani, au kwa kuwa mimi nilimwambia mtu fulani aende dukani hakuenda, basi kesho tunaongeza nini? Tozo. Anasema hebu we zungua sasa, wape Marekani mlango wa Hormuz kwa miaka 40 uone kama utapata mafuta. Leo tukileta picha ya halisi, leo Venezuela kwa siku ya 3 mtawalia hawana stima, hawana umeme. Kwa nini? Kwa sababu Marekani imefunga njia zote za kupeleka petroli Cuba. Sasa Cuba imekuwa ni nchi ambayo haina umeme kwa hizi siku zote. Havana leo watu wanateta, hatuna hata kupika hakuwezekani tena. Sasa nchi ambayo inaweza ikafanya hivyo, ikazuia nchi isinunue mafuta kwa ajili ya sanctions. Yani pamoja na kwamba Cuba imewekewa sanctions miaka hii yote. Wafikiri ikiwa nchi inaweza fanya hivyo kwa kuzuia kwa majeshi yake, imezunguka, imeleta meli na kila kitu kuhakikisha kwamba hakuna tone moja ya mafuta inaingia wapi? Inaingia Cuba. Hii leo lau nchi hii ingekuwa ndio yenye kumiliki Hormuz, ingekuwaje? Ni nchi ngapi duniani ambazo zingekosa mafuta? Unaona? Sasa anakuambia ukiangalia Irani kweli ni nchi ambayo ina mienendo mizuri, ina ukarimu na inajali ulimwengu. Kinyume na wenzake ambao wamekuja kufanya nini? Kupambana. Kwa hivyo leo hii mpaka kuja kuamua kwamba sasa tutumie hii hatua. Hormuz iko kwenye mikono yetu na dunia nzima inaitegemea. Lakini kwa sababu ya yaliyotokea, walichokifanya Marekani na washirika wake, sisi tumeamua kuchukua hatua ya kwanza ni kufanya nini? Ni kufunga mlango. Ukiona katika kitu ambacho pia amekiashiria na ndo strategy ambayo ilikuwepo kutoka kwa Sayyida Ali Khamenei, ni kwamba adui lazima ajutie vitendo vyake. Yani sasa hivi Iran imefikia katika strategy yake ya kupambana na madhalimu waliokuja kuichokoza, ni kwamba ni lazima huyu aliyetuchokoza tumpatie mkongoto mpaka ajutie kitendo hiki. Na mtu akijutia kitendo chake kawaida huwa hawezi kukirudia. Hiyo ni kwa nini? Ukiangalia msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghei, anasema kwamba haiwezekani kwa adui awe anaanzisha vita kila anapojisikia.
Na anapoona kwamba vita vimemlemea, hapo hapo anasema jamaa tusimamisheni vita. Anasema haiwezekani ikawa hivyo, ya kwamba itakuwa sasa ni cycle ya kwamba nyinyi mkilemewa tunaacha, mnaenda mnajiandaa miezi 2-3 mnakuja tena. Sasa alafu tunapigana kidogo mnasema tuache, alafu mnaenda tena nasema hiyo. Sasa hii cycle ndo Iran inayotaka kufanya nini? Kuikomesha. Na ili kukomesha mzunguko huu wa huyu dhalimu na mchokozi kuja kuchokoza kila siku, anasema atahakikisha ya kwamba mchokozi amelipia na amejutia. Kwa hivyo miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza mfanya adui ajutie ni nini? Ni kufungwa kwa Hormuz. Kwa sababu si yeye tu inamuumiza. Naam. Inaumiza waliokuwa washirika, marafiki zake. Naam. Bali nafikiri moja kwa moja kila mlango ule, kadri mlango ule unavyoendelea kubaki umefungwa, ndio inazidi kumweka mbali zaidi na malengo aliyokuwa nayo. Sijui, nafikiri kuna malengo ambayo baadaye nafikiri utatuelezea zaidi walikuwa wameyapanga hao Amerika na washirika wake ili walipoanzisha haya mavamizi. Lakini mimi nahisi tayari kwa hatua hiyo peke yake ni moja katika hatua ambazo zinamfanya, ikiwa malengo yake alikuwa atayafikia labda kwa miaka 2, then inazidi kusonga mbali zaidi. Naam, Sheikh Suleiman, turudi moja kwa moja, nikirudi tena kwenye risala ya Sayyid Mujtaba. Anasema Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei kwamba katika tukio lile la uvamizi, katika risala yake amesema amepoteza mkewe, amempoteza dada yake, amempoteza mpwa wake, na vile vile shemigi yake kutokana na mashambulio haya hivi karibuni, pamoja na baba yake. Lakini katika jambo ambalo ni nzuri sana alilolieleza hapo mbele, ameahidi kwamba atalipiza kisasi kwa kila raia aliyeuawa, sio kwa baba yake pekee. Yani sio tu kwa hawa aliyowataja kwamba kuna mkewe, kuna mtoto wake, kuna mpwa, kuna shemegi, kweli ni watu wake wa karibu. Lakini kulipiza kisasi anachokusudia yeye ni alipize kwa raia wote wa Iran waliofanya nini? Waliotokea kuuawa katika mashambulizi haya, kuuawa kishahidi. Na ameangazia hasa uhalifu wa makusudi uliofanyika, lakini swala ambalo ameligusia, swala zuri sana ambalo ni zito na limezungumziwa na wengi ulimwenguni sasa hivi, yani kwenye mitandao yote, ni swala ambalo limekuwa kwenye mazungumzo. Anakusudia uvamizi uliofanywa na adui katika shule ya Shajara Tayyibe iliyoko Minab. Ile shule ya Minab. Anasema shule hii imesababisha vifo vya takriban wasichana 175. Kwa katika matangazo mengine ni zaidi ya hapo, 180, wengine wasema 160, lakini ndio idadi ambayo kwamba iliyokuwa takriban ya vifo vilivyotokea kwenye nani ile. Sijui tupe mwangaza wa hili kwamba anataka kulipiza kisasi kwa ajili ya familia yake, lakini si tu kwa ajili ya familia yake wala baba yake, bali kwa ajili ya wananchi wale raia waliouawa. Pale alipotaja kwamba mimi nimepoteza hivi na hivi, na nafikiri anachokusudia Sayyid Mujtaba Khamenei ni kusema kwamba msiba huu ni wetu sisi sote. Yani ya kwamba kama nyinyi ambavyo mmeathirika, kwamba mna watu wenu pia wanauawa, na mimi pia watu wangu wameuawa. Yani ni msiba wa Irani kwa ujumla. Na pale anaposema kwamba mimi nitalipiza kisasi si kwa baba yangu, ni kuonyesha hakuna mtu mwenye special status. Naam, ya kwamba Sayyid Ali Khamenei alikuwa ni mtu adhimu, ni mtu mwenye kila kitu, lakini anaposema yeye kwamba hakuna damu ambayo ni more expensive than the other. Yani inapokuja kwamba ni damu ya Muirani yoyote aliyouawa, inabidi alipiziwe kisasi kama inavyotubidi sisi tulipize kisasi cha nani? Cha kiongozi wetu aliyouawa. Yani anaonyesha ya kwamba damu zetu sote sisi zina umuhimu na ni sawa, na hakuna aliyekuwa mbora yani katika ambaye anafaa kulipiziwa kisasi zaidi ya mwingine. Yani ikiwa ni kisasi, ni lazima tulipize kisasi cha Wairani wote. Na huu ndio uongozi.
uongozi ambao kwa mtizamo anatizama kwamba sisi wote ni nini, ni sawa sawa, hakuna aliyekuwa bora kushinda mtu mwingine. Mkafikiria kwamba mimi kwa kuwa nimeketi hapa, maana kuna watu wanafikiria kwamba kwa kuwa ameketi hapo, kitu cha kwanza atafanya sasa ni kwanza kulitafuta kisasi cha nani, cha babake, cha babake, kama ambavyo inatarajiwa. Naam. Kiongozi mwingine yoyote angeingia akisema babangu, naam, yupo katika mke wangu, mtoto wangu, ongezea na shemegi na hao wengine, cha kwanza ambacho kitakao kwenye akili yake ni labda mpaka sasa hivi kwa watu ambao labda hawajamuelewa Said au hawajaelewa mfumo wa Said, uongozi wa Said Mujtaba na alivyokuwa babake, huenda akafikiria hivyo kwamba saizi kwa hasira alizokuwa nazo lazima atakuwa anafanya nini, na hata na hizi baadhi ya wachambuzi hivyo ndo watavyoongea. Naam. Wanasema saizi babake tena kulikuwa na mke wake, yani wao jamaa watapokea kichapo cha ajabu kwa kurejelea kwamba ni babake. Lakini nafikiri kweli kama unavyoeleza ilionyesha kweli kwenye risala yake, azimio lake la kulipiza kisasi sio tu kwa ajili ya hawa ambao ni karibu yake, pamoja na kwamba ni swala zito kwake, lakini raia, nchi nzima imekumbwa na misiba, sio wake tu. Akaongezea na angalia msiba mkubwa zaidi ambao paka ameuandikia paragraph kando, shule hii ya Minab. Na hii ndo nini inayoumiza zaidi, maanake kama wewe ni adui, pengine una shida na uongozi, sawa, una shida na uongozi, sawa, umepigana na uongozi, pamoja na kwamba hawajapigana, maanake ilikuwa ni shambulizi la kigaidi. Unajua kuna mida uko vitani na mtu unamuua akiwa vitani, lakini kuna mida unashambulia kigaidi kwamba hupigani naye, yani unashambulia kwa lengo la kwamba uwatie hofu wengine, ya kwamba mimi naweza nikaingia muda wote na nikawaua. Kwa hivyo fanyeni nini, ogopeni, niogopeni mimi, fanyeni maamrisho yangu. Huu ndo ugaidi. Sasa kwa hivyo ni shambulizi ambalo lilikuwa ni shambulizi la kigaidi, pamoja na kwamba hao waliouawa ni viongozi, na mtu anaweza keti aseme sawa ni viongozi na nini, na kwa sababu wanalumbana siku zote inawezekana, lakini inapokuja katika kadhia ya watoto wa shule, watoto wa shule, jambo hili hata wa Marekani wenyewe hawawezi kuvumilia. Na inawezekana kuna Marekani hampendi Said Qaid aliyeuawa, lakini je, kuna Marekani ambaye yuko radhi kwamba pesa zake amezitoa nini watoto wauawe? Maanake hii inajulikana kwamba ni jambo analolifanya nani, Israel, kuua watoto na vitu kama hivyo, lakini ni Israel kwa kupewa msaada na nani, na Marekani. Sasa dawi Marekani imetoka katika kivuli na kuingia mzima kuonyesha kwamba sisi pia tunaweza tukawaua watoto kama jinsi ambavyo Israel inavyofanya nini, inaua watoto. Na ukiona ni tukio ambalo bila haya, pamoja na kwamba Trump, mimi na uhakika ya kwamba siku ile ya kwanza tu alijua kwamba ni wao ndo walioua watoto, lakini alikuwa akifanyaje, akijaribu kupiga chenga media, akilaumu Irani, akisema wa Irani ndo nini, silaha zao haziko, yani hazilengi shabaha vizuri, huenda ni silaha, kwa sababu watu walikuwa wanajiuliza lengo ni nini hasa. Haikuwa kwamba eti ni labda ni wanafunzi ambao wanajifunza labda nani, mafunzo ya kijeshi, mafunzo ya kinidhamu, ilikuwa ni watoto wako shuleni 9 mpaka 12, na ni watoto wanajiuliza ni shule ya watoto wa kike, kuna haja gani ya kupiga shule ile, wakati kando yake kama inavyoeleza Minab yenyewe, kulingana na structure ya Minab na eneo la kijiografia, nani yake ya kijiografia ilivyo, kando yake nasikia ziko kambi za kijeshi pale, ziko kambi za kijeshi, liko eneo ambalo kwamba kunaishi wanajeshi, na kuna kambi kadhaa ambazo chini yake kuna hospitali nafikiri kando yake ambayo inahusishwa na pia vile vile na hiyo kambi. Lakini kwa nini shule igongwe ikawa ni swali ambalo wengi wanajiuliza, na ndio maana limezua na shule yenyewe si kwamba ilikuwa imejificha. Unajua kuna time unaficha shule ndani ya kambi la jeshi, wewe mwenyewe utasema tu tumepiga kambi ya jeshi, shule kwa bahati mbaya ilikuwa ni ndani ya kambi ya jeshi, lakini la, shule yenyewe iko kando kabisa, yani imetengezewa fence yake, uzio wake kando kabisa, na inajulikana kwa zaidi ya miaka 10. Hata ukiangalia kwenye Google Maps inakuonyesha ya kwamba hii ni shule. Alafu ovu zaidi ni kwamba baada ya shambulizi la kwanza walilolipiga, wale walipoingia kwenda kuwaokoa wale watoto, baada ya dakika 40 walipiga tena shule ile. Ndio maana idadi ikafanyaje, ikaongezeka. Na si kwamba walikuwa hawajui, walikuwa wanajua kabisa ya kwamba hii ni shule, na waliazimia kwamba sisi tunapiga kwa kuua. Manake zile bomu walizozirusha Tomahawk si za kubakisha,
ni za mauaji kabisa. Unaona? Sasa hili ndio jambo ambalo linauma. Kwa nini uowe watoto wa shule kwa design hii, kupiga mara ya kwanza alafu pale ambapo watu wamekuja kuokoa baada ya dakika 40 ukapiga tena? Ndio inabidi waeleze, yani wanavyoelezwa inabidi mpaka maseneta kadhaa wa Marekani wanasema inabidi yule waziri wa vita ima ajiuzulu ama auzuliwe, aondolewe, angatuliwe madarakani. Waziri wa vita wa Marekani ambaye ni Hegseth. Zamani ilikuwa ikiitwa Wizara ya Ulinzi, lakini siku hizi wanaita Wizara ya Vita. Wizara ya Vita, ili watu wazidi kutishika na kuogopa Marekani. Naam, Sheikh Suleiman, tukiingia kwenye mazungumzo yake anazidi katika risala yake Sayyid Mujtaba Khamenei anasema Iran baada ya matukio haya haya uliyotaja ya Minab na mauaji mengine itatafuta fidia kutoka kwa mali za adui. Yani fidia yake ya kwanza itatafuta kutoka kwa mali za adui. Au ikiwa fidia haitapatikana kutoka kwa mali zile, basi au kuziangamiza kwa thamani sawia na fidia inayotakikana. Ikiwa watakataa kufanya nini? Kuzilipia hasara zile. Yani kwamba tayari ni kama kuna ombi la kutaka kulipia fidia ya hasara zilizo fanyika wapi katika siku hizi 2-3 au katika masiku yale ya vita. Na Iran imeweka masharti, manake mara nyingi wamekuja kuomba kwamba vita visitishwe. Ukisoma The Guardian wanakuambia Witkoff amemtafuta Arakchi zaidi ya mara 2, lakini Arakchi akawa anampuuzilia. Ni kwa sababu sasa hivi Iran imesema tutapigana mpaka baadhi ya masharti yatimie. Miongoni mwa masharti ambayo yamewekwa wazi wazi ni kwamba hasara yote mlotia kwa uvamizi wenu lazima muilipie. Na watu wanauliza watalipia vipi? Inabidi walipie kwamba iainishwe kwamba hii ni hasara fulani imetokea vitani na nyinyi ndio mmeanzisha vurugu, kwa hivyo inabidi mfanye nini? Mlipie. Kama jamaa wanavyofanya na Ukraine. Europa leo inasema kwamba ni lazima Urusi ilipie kujenga upya nini? Ukraine. Jamaa wa Europa ijapo wenyewe ni ndumakuwili katika Ukraine wameita ni uvamizi. Wanasema ni uvamizi wa Russia imevamia nini? Ukraine. Lakini pamoja na hapo wamesimama yule mwanadada nani anaitwa nani sijui ni Kajalas akasema kwamba la uvamizi wa Marekani Iran uko sawa kabisa. Ni kwa kuwa hii serikali imekuwa ikionea watu kwa zaidi ya miaka 47 na nini. Kwa hivyo tunaunga mkono nini sera za Marekani. Yani ikiwa ni nchi nyingine wanaita ni uvamizi, lakini ikiwa ni nchi nyingine ambao wao kwa mtizamo wao haiwapendezi yani. Anasema hii inafanyaje? Inafaa. Na ukiangalia wao wenyewe wanasema kwamba sharti ya vita kumalizika Ukraine ni kwamba Urusi ilipe nini? Hasara na gharama ambazo zimesababishwa wapi? Ukraine. Mmoja katika wanahabari ambao walikuja wakamtoa katika jopo la EU la nini la wanahabari alitolewa kwa sababu waliuliza sawa, tumekubali ya kwamba wazo lenu ni zuri sana, kila nchi iliyoanzisha vita inabidi lipia gharama. Wakasema je, msimamo wenu ni huo kwa Israeli kulipia gharama Gaza? Jamaa kuanzia kesho yake wakamtoa tena, akawa hafanyi tena majukumu ya wanahabari katika baraza la Ulaya ambao wanajiita ni magwiji wa uhuru wa kujieleza. Walimtoa sasa na wapenzi wa usawa na haki za binadamu. Na sasa Iran inasema ni hivyo hivyo. Sisi kwa misingi yenu ambayo umeiandika nyinyi ni kwamba mvamizi lazima afanye nini? Alipie. Na kwa kuwa nyinyi mmeandika misingi hii kwamba mvamizi lazima alipie, lazima na sisi tulipiwe gharama ya vitu ambavyo vimeharibiwa nchini kwetu. Na ikiwa hamtalipia, wenyewe wanasema sisi mnatuchekesha, sisi tuwalipe, hatuwezi kuwalipa. Iran inasema hapana taabu. Ikiwa hamtolipa na sisi tutahakikisha kwamba tutachukua. Kwa lazima. Ima mlipie fidia ama kivyovyote vile kulingana na kitakachotokea, mjitayarishe kwa sababu hasara mtakazozipata ni sawa na fidia. Na ikiwa hatutachukua, basi na sisi pia tutavamia mali yenu kwa kiasi kile ambacho nini inastahili nini mali yetu sisi. Ukiangalia watu wengi wanasema Iran sasa nchi ndogo inaweza kweli ikatishia nchi nyingine kwamba utachukua. Mfano mdogo tu, mimi nataka niwarudishe miaka 2-3 hapo nyuma. Uingereza ilipochukua meli ya mafuta ya Iran,
ikaipeleka katika mojawapo ya bases zake, nafikiri ni Gibraltar ama ni sehemu kama hiyo. Uingereza ambayo inajulikana kwa nguvu nyingi sana. Baada ya kutoa meli ya Iran ya mafuta, Iran ilikaa siku 2 3 4 ikachukua meli 2 za Uingereza za mafuta. Uingereza ikabidi iachie meli ya Iran ya mafuta ili ipate nini? Meli zake, na ikalipia gharama kwamba hizi ni fujo umetutafutia, sisi tulikuwa tuna kazi na nyinyi. Kwa hivyo je, Iran inaweza ikachukua? Naam, Iran ina mbinu nyingi ya kuchukua gharama. Ya kwamba mmechukua meli yetu, mfano tu mdogo, kwamba walichukua meli yao ya mafuta au wakachukua meli ya Uingereza ya mafuta. Unaona? Kwa hivyo mbinu hiyo ikabidi Uingereza ifanye nini? Ikaachia meli ya Irani na ikafanya nini? Na ikalipia gharama ili meli zake zifanyaje? Zilipwe. South Korea pia ilikuwa na mali nyingi za Irani ambazo Irani walikuwa wameuzia mafuta. Na kisha wao walikataa kuja kulipa hizo pesa, maana yake walisema kuna sanctions na vitu kama hivyo. Pia hivyo Iran ilichukua meli ya South Korea, nafikiri meli zake za mafuta kadhaa, ikabidi South Korea wazungumze na waachie mali ya Iran ili Iran ifanyeje, ikachia meli zao. Kwa hivyo kuna mbinu za kuchukua ambayo Iran imeshaonyesha kwamba ina uwezo wa kufanya maadui walipe. Na ni mbinu ambayo Iran inatumia bila uoga wote. Wanapohisi ya kwamba sisi tuna mali yetu ambayo tunaitaka, wanafanya. Sawa. Anasema naam, hiyo imeshindikana, tunafanya nini? Wanasema Said Mujtaba Khamenei anasema ikiwa imeshindikana ya kwamba mmekataa kutulipa kwa hiari yenu, tumejaribu imeshindikana, basi sisi fahamuni kwamba kwa kadri mlivyotia hasara kwetu, na sisi pia tutatia hasara katika nini? Katika mali sawia na ile mliofanya. Na ile hasara mliotupatia. Naam, ya kwamba mtapata hasara hiyo. Naam, Sheikh Suleiman, inakwenda nafikiri tukiangalia hapa Said Mujtaba baada ya kuhama kwenye hiyo level ya kuongelea masala ya hasara na fidia, moja kwa moja alikwenda kwenye upande wa kutoa onyo. Na onyo hili amelielekeza sio tu kwa Marekani, tayari ashawapa onyo lao. Ameelekeza kwa nchi jirani ambazo ni nchi zinazoizunguka Iran. Anasema anaziambia sasa nchi jirani ambazo ziko kando yake, ambazo ni nchi za Uarabuni, ikiwemo Qatar, Dubai na nchi zinginezo ambazo zinaizunguka Iran. Anasema zifunge mara moja vituo vyote vya kijeshi vya kigeni au vya Marekani vinavyotumiwa kushambulia Iran. Yani vovote haraka iwezekanavyo vituo vile wasitishe shughuli zake. Lakini pia akaongezea akasema, amesema Iran tayari imeshambulia vituo vya Marekani na itaendelea kufanya hivyo iwapo vitaendelea kufanya nini? Kufanya kazi. Na akasema japokuwa amesisitiza umuhimu wa kuwa na uhusiano wa kirafiki na majirani. Tupe mwangaza hapa kidogo. Tuelewe. Irani kuanzia mwanzo ina uhusiano mzuri na nchi jirani. Na hilo ndilo ambalo amelisisitiza Said, yani ya kwamba sisi mahusiano yetu na yenu nyinyi majirani zetu, hatuna wadui na nyinyi. Lakini sisi ni kwa nini pengine kama inavyoonekana, je, tunashambulia nchi jirani? Wanasema la, sisi hatushambulii nchi jirani. Sisi kwa kuwa nchi hizi za jirani mmeweka kambi za jeshi za Marekani, ambazo kambi hizi za jeshi zinatumika kutuvamia sisi. Kwa hivyo sisi hatuwezi kwamba kwa kuwa sisi ni majirani wema tuketi tusifanye chochote, ili hali kambi zenu za jeshi zinatumika kufanyaje? Kutuvamia sisi. Yani inakuwa inaonekana ni mtu ambaye hatumii nini? Akili nzuri. Yani ni mfano wewe na jirani yako, ameingia mtu adui kwa jirani yako, akao kutoka huko ndani kwa jirani yako, anakurushia nini? Anakurushia mawe, anapiga familia yako. Sasa wewe kwa kumpenda jirani yako useme mimi sitafanya chochote, yule adui atakumaliza. Sawa? Ni jukumu lako wewe kuingia kwa jirani ukamtoa yule adui, si kumpiga jirani. Pengine jirani mwenyewe hajiwezi, adui ameketi kwa nguvu. Sasa wao wamekwenda akaingia kwa jirani na akamwambia jirani, mimi sina tatizo na wewe, mimi tatizo langu ni huyu ambaye ananivamia akiwa ndani kwako, kwa hivyo nataka nimtoe. Ona, sasa hii ndio strategia ambayo Iran inataka huyu adui ambaye anatuletea uadui baina yetu sisi, huyu ndio ambaye tunataka tumtoe, aondoke, tuendelee na mahusiano yetu mazuri. Na ukiangalia nchi hizo ambazo Iran imepiga, ni nchi ambazo mashambulizi yametoka kutoka nchi hizo. Kuwait
mfano zile ndege 3 za Marekani ziliangushwa Kuwait, zilikuwa zikipita Kuwait. Hii inaonyesha kwamba Kuwait imetumika katika kufanya nini? Kushambulia Irani. Ama ardhi au anga ya Kuwait na vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko kule vimetumika katika nini? Mashambulizi ya Iran. Jerusalem Post inaripoti katika posti yake ya jana, na pia imekuwa collaborated na media kadhaa za magharibi, ikiwemo nafikiri CNN, ni kwamba Iran ilipopiga, kuna base ya Marekani ambayo inaitwa Prince Sultan ambayo iko Saudia, iko Saudi Arabia. Ilipopiga kule, imepiga ndege 5 ambazo za kubebea mafuta, hizi tanka za kujaza refill. Hizi ndege za kivita zinapokuja kujaza, zinapokuja kwa sababu ya masafa inatumia mafuta mengi, inabidi kuwa na ndege ya kuirefill, kuzijazilia mafuta kwa mara ya pili. Sasa Iran ilipopiga Prince Sultan, imepiga ndege 5 za Marekani. Ndege 5 za Marekani ambazo zinatumika kurefill zile ndege za kivita zinapokuja kufanya nini? Kupiga, kufanya mashambulizi Iran. Bahrain, inaonekana kuna mashambulizi mengi yametoka Bahrain kuja Iran. Kwa hivyo Said anachokisema ni hivi: pamoja na kwamba sisi tuna ujirani mzuri na tunataka uhusiano wetu uwe mzuri zaidi, nyinyi mna hiari. Hiari ya kwanza ni mwambie jamaa, nyinyi mnatusababishia matatizo, ondokeni. Hapo mambo yanakuwa ni sawa, hatuna ugomvi na nyinyi. Sio mimi pili, la nyinyi mwabakisha, wao wanaendelea kutuvamia, sisi lazima tutafanyaje? Tutavamia kambi zao, tutapiga kambi za Marekani. Na si kwamba wanapiga nchi za Kiarabu, la, wanapiga kambi za Marekani ambazo ziko katika nchi za Kiarabu na maslahi ya Marekani, kama jinsi ambavyo Marekani inapiga maslahi ya Iran. Kwa hivyo wao pia ndio inaingia katika ile ya kufanya nini, ya kulipiza, ya kwamba mnapiga miundombinu. Ndio maana tuliona pia embassy, kwa mfano embassy na balozi zilizokuwepo ndani ya nchi zile, baadhi zilivamiwa pia. Nafikiri Imarati ilikuwa mmoja katika nchi ambayo walivamia ubalozi wa Marekani uliopo pale. Na ukiangalia ubalozi wa Marekani inahesabika kwamba ni ardhi ya Marekani. Katika diplomasia ni kwamba ubalozi wote wa nchi yote inahesabika ni sehemu ya nchi ile. Naam. Kabisa. Sasa nafikiri tunaelekea mwisho wa mazungumzo na maandishi alikuwa ameandika. Yeye baada ya manani yote haya, mazungumzo yote haya, alikamilisha nukta zake kwa kuagiza matibabu bure kwa majeruhi, na kwamba watalipwa fidia wote wale waliopoteza mali zao, na fidia inayolipwa na serikali kwa uharibifu wa mali uliofanyika, mali binafsi. Na pia amewataka maafisa wale waliopo ambao wanafuatilia shughuli hizi wampe taarifa moja kwa moja kuhusu yale hatua ambazo zimefikiwa. Nadhani alimaliza ujumbe wake na hili, kwamba sio tu kwamba hawa waliopoteza maisha yao itakwenda bila ya kuzungumziwa ama itakwenda bila ya kufuatiliwa, bali ni bure. Yani kila aliyehusika, kila majeruhi aliyepata majeraha, kuna yule aliyepoteza maisha kabisa na uhai, ni kwamba italipiwa fidia na serikali baada ya hapo. Nafikiri ndio ilikuwa ni maagizo yake ya mwisho, na alimalizia ujumbe wake na mazungumzo hayo. Nafikiri picha takriban inaeleweka kwamba Bwana Ayatullah Said Mujtaba Khamenei hapa amekuja kukichukua kiti kile cha baba yake rasmi, kwa sababu sio tu amekichukua kwa upande wa kusimama dhidi ya adui, lakini amekichukua kwa kusimama pamoja na wananchi. Na wananchi hawa ndio wanaonyesha wazi kila uchao katika siku zile za vita, kama tulivyoona, wamekuwa wakitoka si mamia tu, bali maelfu na zaidi, wakiandamana, wakisema maandamano yale ya amani kwa ajili ya kuunga mkono nini, serikali yao, na kuunga mkono hatua zote ambazo serikali yao inafanya nini, inazichukua. Na vile vile wakaonyesha kwa kiasi kubwa sana, kwa percentage kubwa sana, kwamba wanaunga mkono uchaguzi wa Said Mujtaba Khamenei. Sijui labda unaweza ukatupatia taswira ya ujumla ya matukio haya. Na yeye mwenyewe ameashiria katika hotuba yake akisema wananchi waendelee, kwanza amewashukuru kwa kule kutoka kwao kwa wingi na wanatoka kila siku, mchana wanatoka na usiku, pamoja na kwamba wanafunga, baada ya kufuturu wanatoka. Yani ni mwezi wa Ramadhan.
wengi wao wamefunga, na siku zote hizi pamoja na hiyo maelfu Sheikh Suli, thousands na wanatoka siku zote wanatoka na hii imekuwa ni kama tusema ni mfumo thabiti wa ulinzi zaidi hata kushinda silaha kwa Iran. Ule umoja wao, pale ambapo umoja wao na wao wanatoka kuunga mkono serikali yao, basi hii inakuwa ina nguvu kushinda hata silaha zote. Hii inamaanisha lau hata tungesema Iran isingekuwa na silaha yoyote, jamaa wangeingia bado wasingechukua utawala, kwa kuwa wananchi wenyewe wanafanyaje, wanataka mfumo huu, wanataka serikali yao hii. Unaona, lau wananchi wenyewe wangekuwa hawataki, ingekuwa ni rahisi zaidi sana kwa Marekani kushinda vita, na lau hata kama wangekuwa na silaha za aina gani, wasingeweza kufanyaje, wasingeweza kuikabili Marekani. Kwa hivyo yeye amewashukuru sana wananchi na amewataka waendelee kutoka na hotuba yake ukiangalia ilikuwa ni usiku wa Alhamisi, na Ijumaa iliyofuatia ilikuwa ni siku ya Quds. Akawaambia kwamba tokeni kwa wingi pia katika siku ya Quds, ambayo siku ya Quds ni ishara ya kwamba wao wanasimama na nani, na Wapalestina wale waliodhulumiwa. Na ukiangalia ilikuwa na athari kubwa sana sana, kwa sababu sio watu tu pekee waliotoka. Manake yule waziri wa vita wa Marekani katika majadiliano yake Ijumaa ya jana, na mojawapo ya vyombo vya habari alikuwa akisema kwamba sasa hivi Irani tushawapiga kila kitu, na viongozi wao wamekwenda kujificha katika mahandaki na mashimo kama panya. Yani taswira anasema opposite. Na ndio hivyo, huku wananchi wameandamana, wametoka in support of, lakini upande ule aslan sasa ndio ile tunaitwa wenyewe wanasema ima ni dramatical irony ama God works in wonders. Yani muda ule ambao wanasema kwamba viongozi wa Iran wamekwenda kujificha, yani wale viongozi wakuu wa Iran wamekwenda kujificha katika mahandaki, na Irani tuko karibu kuichukua, tumeshamaliza kila kitu. Anaonekana katika nini ya pili ya Al Jazeera, rais wa Irani ametoka anatembea mtaani na raia wanapiga selfie na yeye. Ukiangalia Ali Larijani ambaye ndo sekretari wa shura ya amani ya ulinzi wa Iran, pia ametoka na anatembea. Upande huu mwingine wanamuona jaji mkuu ametoka ametembea. Yule Arafi ambaye alichukua majukumu ya Said Shahid Qaid pia ameonekana akitembea. Yani imeonekana uongozi mzima wa Irani, mawaziri, Arakchi na raisi na kila mtu wametoka pia wanatembea na raia barabarani, raia wakipiga nao selfie, raia wakifurahia uongozi wao na vitu kama hivyo. Yani ni jambo ambalo limewatia soni na aibu sana wa Marekani. Manake Marekani ilikuwa ikiwaambia, hata sasa hivi Trump vita vyake kubwa sasa hivi anapigana hata na vyombo vya habari vya Marekani. Anasema sisi tunashinda vita, nyinyi mnaambia watu vitu ambavyo sivyo. Ila hali vyombo vya habari sasa hivi vinaeleza hali ilivyokuwa. Ni kwamba Trump ameingia katika sehemu moja, atatoka vipi? Mipango yake alikuwa amepiga kwamba akimpiga Said Qaid uongozi utaanguka, uongozi haukuanguka, umeendelea vile vile. Ya kwamba raia watatoka, raia wa Irani wenyewe wanakuambia wa Irani wanachukia serikali yao. Leo imethibitika kwamba la, wa Irani hawachukii serikali yao. Wa Irani wametoka kwa maelfu kila siku, pamoja na kwamba Marekani ndiye anayepiga. Pamoja Tehran inapigwa kila siku, lakini wao wanatoka pamoja na mabomu, wanatoka kuunga mkono nani? Serikali, na hawajaacha. Ukiangalia hata video za jana zimetrend nyingi sana, wakiwa barabarani Ijumaa mchana, kuna bomu ya Marekani imepigwa sehemu, kuna mwanamke ameuawa, lakini jamaa bado hawakutoka barabarani, wamekaa hapo. Ndipo ukiangalia kuna hii moja, hii nukta ambayo imetengezwa na media fulani, nafikiri ni ya India. Wameweka picha ya juu ya kwamba wa Irani vitani wakoje, Marekani inapiga, wao wako tu
hawatoki, hawafanyi nini, hawatetereki, yani wanapiga na wanatoka. Na akaweka video ya chini ya pili upande wa Israel, wanaposikia tu ule mlio alam inapolia, jinsi gani wanavotoka mbio kuna kutafuta mahandaki wakajifiche. Alafu sasa anauliza, je, unafikiria ni nani hapa atakayesalimu amri? Ni huyu ambaye bomu zikipigwa anasimama, au ni yule ambaye akisikia mbio tu wa alam, hajaona bomu yenyewe anakimbia mbio? Nasema ni ajabu ya kwamba huyu ndiye anayetaka huyu wajua salimu amri. Maneno yake yananifikisha kwenye nukta fulani ambao nimepata kuiona kwenye hizi tweet za wachambuzi wa kisiasa, bali hata viongozi. Wanasema malengo makuu aliyokuwa nayo Marekani toka mwanzo wa mashambulizi ilikuwa ni kupindua uongozi na serikali ya nini ya Iran. Hao ndio walikuwa malengo yao makuu, kwamba mwisho wa siku serikali ya Iran isibaki imesimama. Lakini kila siku zinavyokwenda za vita, kila kadri toka mwanzo wa vita hadi pale walipofikia, kila zinavyokaribia inaonyesha wazi kwamba imefikia kiwango ni rahisi zaidi serikali ya Marekani na washirika wake ndio ambao kwamba inaweza ikafanya nini, ikaondolewa kabla hata hii ya Iran walikuwa wametarajia kwamba itafanya nini, itaondoka. Na picha hizo unazozieleza mbili ndio zinakuja kuleta taswira hiyo, inaileta wazi kabisa. Kwa sababu unapata kwamba toka walipomuua kiongozi ambaye ndio top kabisa wa Iran, mpaka leo wananchi wako pamoja. Hakuna aliyesimama nyuma hata mmoja, kama unavyosema kukimbia au kwenda upande mwingine. Wote walizidi. Kwanza aslan kama kulikuwepo na aliyekuwa labda ana matatizo na serikali wakati huo, sababu matatizo yalikuwepo. Wa Iran walikuwa nafikiri wanalalamika kuzidi kwa bei za vitu na kuzidi kwa maisha yao yalikuwa yamekuwa magumu kwa upande wa kiuchumi na vitu kama vile, walikuwa na malalamishi ya kutosha. Lakini sasa hivi toka mwanzo wa vita aslan yale yote yamekwenda kwando, imekuwa ni kana kwamba aslan hakukuwa na tatizo lolote la kiuchumi wala tatizo la nini la upungufu wa masala ya kifedha na vitu kama vile. Kwa hivyo unakuja kuona kwamba serikali ile ambayo walitaka kuipindua imekuwa kinyume chake. Serikali imebaki imesimama. Tayari viongozi waliokuwa wameuawa sehemu yake walishashaguliwa viongozi wengine ambao wamefanya nini, wamechukua sehemu zile. Lakini tukiangalia upande wa pili, kila siku kuna aina fulani ya vurugu na kuchemka baina yao. Yani wao wenyewe kwa wenyewe tayari wanakinzana. Wewe kwa nini ulichukua hatua hii? Wewe kwa nini kwa hivi? Na huyu anamrudishia huyu. Kwa hivyo na tunahisi kwamba inavyokwenda, ikiwa itaendelea hali hii, kuna uwezekano serikali yake yeye mwenyewe Trump na serikali yake wao wakapoteza sehemu yao haraka zaidi hata kuliko inawezekana kabisa yani. Manake ukiona wengi washazungumzia kuhusu impeachment, na sasa hivi kinachomwokoa Trump ni kwamba chama chake kina wabunge wengi katika Senate na pia katika Congress. Yeye ndo anaongoza kuwa na viti vingi. Ile ingekuwa ni kinyume kama term yake ya kwanza aloingia, ni kwamba wale ni Democrats ndo walikuwa na viti vingi, na unaona kila siku ilikuwa ni kumtoa Trump, yani ni kumimpeach leo kwa kosa hili, kesho kwa kosa lingine. Na hili pia limewatia hofu sana Republicans. Ukiangalia vita hivi wamekuja wameketi wakaambia Trump inabidi avimalize kwa kuwa si katika maslahi yao, manake hivi karibuni wana uchaguzi wa midterms, ambazo hizi midterms ikiwa watashindwa basi Trump yeye mwenyewe anajua inabidi aanze kukusanya virago vyake. Kwa hivyo ni kweli ukija kuangalia kwa mfumo huu na vita havisaidii. Maana ukiangalia sasa hivi zaidi ya 60% ya Marekani hawaungi mkono vita hivi. Zaidi ya 60% hawaungi mkono vita hivi. Walikuwa hawataki vita. Yani wanasema watu hawataki vita, haina manufaa. Na hao ni 60% kipindi hicho ambapo bado haijaanza kuwapiga. Lakini kwa hivyo ukiangalia sasa hivi bei ya petroli, manake kila kitu Marekani na dunia nzima kwingi inakuwa control na bei ya nini ya petroli. Na ndio maana ukiona ishara ya Said Mujtaba Khamenei akiashiria kwamba kwa nini Hormuz iendelee kushikwa vile vile, ni kwa kuwa Hormuz imeshikilia uchumi wa ulimwengu mzima.
Sawa. Na Hormuz tokea imefungwa, bei ya petroli imepanda. Yani ilikuwa kutoka 80% kwa pipa moja ya Brent, sasa hivi imekuwa ni dola 107. Leo tukiangalia imefika dola 107 kwa pipa moja, yani zaidi ya dola 27 na ongezeko. Hii ni takriban asilimia zaidi ya asilimia 30 ya bei, ya ongezeko la bei. Na ukija kuangalia hii inaathiri hata kwetu. Tunajua kwamba mafuta yakipanda, usafiri utapanda. Sijui wanaouza na kununua, lazima kila kitu kitapanda, maisha yatapanda, gharama itakuwa juu. Na ndio hivyo hivyo Marekani kila bei inavyopanda ya petroli inazidi kuathiri uchumi wa nini wa Marekani. Ndipo unaona Trump alitoa emergency, wanazo hifadhi yao emergency ya petroli. Wanasema juzi ilikuwa wametoa pipa karibia milioni 400. Lakini wanasema hii inakidhi inayopita Hormuz kwa siku 3 tu. Kwa hivyo ikiwa Hormuz itashikiliwa kwa mwezi mmoja, basi hifadhi hii itaisha na maisha yatakuwa hayawezekani tena kufanyaje. Yani wananchi watakuwa hawezi tena kumudu maisha. Na ikiwa kutakuwa na gharama na maisha ni magumu kwa Marekani wa kawaida, basi bila shaka serikali ya Trump ndio itakuwa iko katika matatizo zaidi ya serikali ya Iran. Kiufupi wamejiletea wenyewe matatizo. Yani vita unavianza wewe ukitarajia utamuumiza adui, lakini mwisho wa siku wewe ndio unayeumia. Hawakutarajia nadhani kwamba baada ya Said Ali Khamenei atakuwepo ambaye kwamba ni bora zaidi, na watu wakawa watakubaliana naye. Kuhusu yeye kutaka labda kwa mfano kiongozi anayechaguliwa ahusishwe, nadhani yeye alitarajia kwamba kutawekwa kiongozi ambaye kulingana na wao itaendana na maslahi yao zaidi. Nadhani na ndivyo ilivyo, kulingana ilivyotokea ni kwamba imetokea kinyume na yale walio. Ukisoma ujumbe ni kinyume kabisa na matarajio yao. Walikuwa wametarajia tofauti kabisa. Shukran sana, nadhani kufika hapa tutakuwa ujumbe wa Ayatullah Said Mujtaba Khamenei tumeukamilisha na tumeudadavua na kuangalia kwa undani zaidi, kwamba labda alitaka kupata taswira ya jumla ya ujumbe huu. Nadhani kama kutakuwa na labda la ziada kuzungumzia kuhusu swala zima la uongozi wa Iran kwa sasa hivi, ni tusubiri kwanza tuone hali ya vita kwanza inavyokwenda. Je, baada ya hapo, kwa sababu Said Mujtaba mpaka sasa ni kiongozi ambaye yupo, lakini yupo tayari katika meidani ya vita. Ni tusubiri vita viishe ndio tuone, je hatua zake za uongozi zitakwendaje na zitakuwa na kufanana kwa mfano na gani ya kufanana na alivyokuwa mzee wake na baba yake. Je, kutakuwa na tofauti, kutakuwa na ubora zaidi, kwa sababu baba yake aliahidi katika zama zake alipoulizwa kwamba atakayekuja baada yako itakuwaje, akasema atakuwa mbora zaidi yangu. Kwa hivyo je, atakuwa mbora zaidi au hatakuwa mbora zaidi? Yote itategemea na matukio yatakayotokea baada ya hatua hii ya vita. Nadhani tukushukuru kwa uchambuzi huo, na ikiwa kutakuwa na nafasi nyingine tena tutakuwa ni wenye kukutana. Ndugu mtazamaji, matarajio yetu ni kwamba umeweza kupata mawili matatu ya kinachoendelea na kilichotokea kuhusiana na uongozi na kuteuliwa kwa kiongozi huyu mpya wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambaye ni Said Mujtaba Khamenei, ambaye ni mtoto wake aliyekuwa kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu Said Ali Khamenei. Hadi kufikia sasa hatuna la ziada la kuongeza, ila ni kukuaga na kukutakia kheri njema kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Fi amanillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.